Fivala. Yeah. Umeamua kuja kwa namna kitofauti sana. Yeah. Wewe ni msanii wa muziki lakini ndani yake mchechemuzi wa masuala ya afya ya akili. Yeah. Kwa mtu ambaye kufahamu vizuri, hebu tueleze Fivara ni nani hasa? Okay, Fivara ni msanii wa hip hop au rap, wengi wanapenda kusema hivyo, lakini ni mbunifu na mjasiriamali na pia ni mchechemuzi kama ulivyosema au jina lingine wanatumia advocate wa mambo ya afya ya akili, lakini pia ni community leader na ni mwanzilishi wa projects na miradi tofauti ikiwemo Hatua, lakini pia Fiv and Friends ambayo yenyewe ni tamasha la sanaa na miradi mingine mbalimbali ambayo nimeshiriki. Kwa hiyo kwa ufupi huyo ndo Fivara. Aha. Yeah. Fivara, kwa nini uliamua kuchagua masuala ya afya akili kuyasemea kwa kiasi hicho kupitia muziki pia? Okay, masuala ya afya akili ni masuala nyeti sana na muhimu kugusiwa, na mara nyingi tumekuwa tuyazungumzii, lakini ni jambo ambalo linaigusa jamii yetu moja kwa moja, kwa sababu watu wamekuwa wakiamini mfano mtu mwenye shida ya afya akili labda ni yule ambaye wanaweza wakamuita labda chizi au anaonekana na ukotokota makopo njiani. Watu wanaamini huyo ndo mtu mwenye shida ya afya akili, lakini kumbe shida ya afya akili mtu unaweza kuwa umependeza, unaingia ofisini asubuhi, unatoka, unajua upo kwenye mahusiano yako na watoto na nini, na bado ukawa na shida ya afya akili. Kwa hiyo nimeamua kuligusa hilo eneo kwa sababu naamini ni eneo linalotakiwa lizungumziwe na limekuwa aliguswi kwa mara nyingi. Unajua, na wasanii pia ni eneo linalotuathiri pia, unajua, na mimi binafsi nimeiona kuanzia nyumbani, kwa sababu nakumbuka hata marehemu mzee wangu kipindi anaelekea umauti, kati ya vitu alikuwa analalamikia sana swala la afya ya akili, kwa maana ya kuwa depressed, yani ule msongo wa mawazo, mambo ya biashara na nini. Kwa hiyo anakuambia siwezi kulala, labda silali, nalala saa 9 usiku, au nikilala na shtuka nini hivyo. Kwa hiyo ni eneo la kugusiwa. Kwa hiyo naamini nina uhitaji huo wa kuligusa ili eneo. Umeniwahi, nataka nikuulize, maana umetoa sababu kwamba ni sehemu nyeti na muhimu sana kuzungumzwa kwenye jamii. Nitaka nifahamu kuna nini kilikugusa mpaka ukaingia hapa. Bahati nzuri umeeleza kwamba babako alikuwa ni sababu ya wewe kukuleta katika swala hili la kusemea mambo ya afya ya akili. Ni kitu kikubwa na kizuri sana. Miaka mingapi tangu umeanza kuzungumzia masuala ya afya ya akili? Ni muda mrefu. Nadhani inaweza kafika miaka hata 5. Sema sasa pia ni kwamba kwa namna ambavyo mimi nimekuwa msanii wa hip hop, nimekuwa nagusa pia maeneo mbalimbali. Yani unaweza kusikiza album ikawa imegusa sehemu fulani, imegusa sehemu fulani, na mambo mengine ya maisha na mambo mengine ya maisha lakini nimekuwa nikiligusa ili eneo kwa muda mrefu, ila kujikita rasmi nadhani ni kuanzia 2020 sasa hiyo, yani toka kipindi ambacho mzee wangu alipotangulia mbele yake. Kwa hiyo nikasema okay, ili eneo ni la kuwa nalo makini, kwa sababu usipotunza afya yako ya akili, changamoto mbalimbali zitakukuta. Unaweza ukashindwa kuwa na ufanisi kwenye kazi kwa sababu afya yako ya akili haijatulia. Sawa kabisa. Huu ni uwanja mpana sana, na kadiri siku zinavyosonga mbele tunahisi tatizo linaongezeka, sivyo? Na si kupungua. Wewe umekuwa mmoja kati ya wadau ambao umejitolea kuzungumza kuhusiana na swala hili. Unahisi changamoto kuu ni ipi ambayo inapelekea sasa hivi inaonekana afya akili imekuwa tatizo kubwa sana? Kwanza sasa hivi kuna mfano uwepo wa teknolojia na maendeleo ya teknolojia kama vile mitandao ya kijamii hivi, kwa namna moja ama nyingine imesababisha uongezeko la watu kuwa na shida ya afya ya akili, kwa sababu unaingia mfano Instagram, unakutana na washikaji zako ulosoma nao, watu wako na ball kama ni Dubai, wako kwenye migahawa mikubwa, high end restaurants nini hivyo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, kuna kipindi tulikuwa tuwezi kuyaona mafanikio ya watu moja kwa moja, lakini sasa hivi unaona Fivara na gari fulani, Fivara kajenga mjengo sijui nini, yani kuna namna watu wanaanza
kujilinganisha na kupitia kujilinganisha na wao watu ambao wanawaona kwenye mitandao, pengine kuna namna inaanza kuwachanganya. Unaanza kufanya mambo kama unakimbizana na mtu au unahisi labda unashindana na mtu, umeona. Kwa hiyo uwepo wa teknolojia inatusaidia sana, mitandao ya kijamii, lakini side effect zake ni kama hizo pia. Shida ya afya akili ni kati ya sehemu ambapo afya ya akili imekuwa ikiathiriwa sana, kwa sababu unaona watu wanafanya hiki, wanafanya kile, unaanza kujilinganisha, na kati ya vitu vibaya sana kufanya kwenye swala la afya ya akili, ukishaanza kujilinganisha tu na mtu, ina maana tayari hiyo ni sehemu unaanza kujirudisha nyuma kwenye swala la afya ya akili. Lakini pia kitu kingine ni namna tu ambavyo mfumo wa maisha umezidi kuwa na vitu ambavyo tumevipitia, kwa sababu jamii yetu imekuwa ni jamii ambayo hatuzungumzi mambo, yani kuna mambo zile mada mtambuka tuseme, nyumbani unakuta hamdiscuss hayo mambo. Mfano familia chache sana, yani katika familia 10 unaweza kukuta familia moja ambao wanaweza wakapata wasaa mzazi labda kaongea na mwanae vitu fulani, au mtoto akawa yuko huru kuelezea hisia zake kwamba mimi nina 1 2 3 hivyo. Kwa hiyo tumekuwa kwenye jamii ambayo hata mazungumzo tumekuwa tuyazingatii. Kwa hiyo hiyo nayo ni shida nyingine, tunajikuta unakuwa unakufa na vitu vyako ndani moyoni. Na kitu kingine ukija kwa wanaume, mfano mwezi wa 6 huu ni mwezi wa afya ya akili kwa wanaume. Wanaume tumekuwa na zile dhana za jamii kwamba mwanaume unatakiwa uwe imara. Kiuhalisia kweli tuko hivyo, by nature utakiwa kulialia unajua, lakini pia kujielezea kwamba unamuelezea nani shida yako unayopitia. Kwa unaweza kukuta watu wanakufa na vitu moyoni, wanashindwa kuelezea vitu vyao. Umeona, mtu anakuta anashindwa hata kumwambia mke wake au mwenza wake au washikaji zake. Kwa hiyo inaenda na watafuna watu, inaenda na watafuna, alafu mwisho wa siku ndo tunakuja kusikia sasa hatua za mwisho. Hatua za mwisho ndo kama hiyo wimbo unaitwa Suicide, kwamba mtu ambaye ana mawazo haya, mtu kasitisha uhai wake, ndo hatua kama hizo zinafika. Kwa hiyo Chavala, umetueleza vitu vingi sana na vya muhimu sana na msingi kwenye maisha, hasa tunapokwenda kwenye dunia sasa hivi ya ulimwengu wa kidijitali, mambo ya kimtandao na masuala kama hayo, kama ulivyosema. Sasa hivi watu wanaonesha vitu ambavyo haviko kwenye uhalisia. Mwingine akiona anataka kuiga, anataka kufanya vile ambavyo mwenzie anafanya ili naye aweze kuonekana, ama anajitutumua kwa kadiri awezavyo naye aonekane kwamba hayuko nyuma. Kwenye upande wa wasanii hasa ambao pia tunawaona wakijipapatua kweli kweli kutaka kujionyesha na vitu vya namna hiyo. Wewe kama msanii na ambaye unaliona ili tatizo, changamoto nyingi unaziona ziko ndani yake, kuna namna yote umewahi kufikiri kuna ufanye jambo kwa ajili ya kuwasaidia vijana wenzio hasa wasanii ili kuweza kuwanusuru kutoka katika hali ya namna hii? Nimeshafikiria baadhi ya miradi, lakini kama hivyo wimbo ukiachana hivyo pia tuna tukio Five and Friends. Kwenye Five and Friends ni tukio ambalo linawakutanisha watu mbalimbali. Ni obviously ilivyoanza ilikuwa ni wazo la kwamba sijapata platform kwa muda mrefu ya kuperform, kuonyesha kipaji changu na nini, ndipo tukabuni Five and Friends, na tulianza jijini Mwanza miaka 2 iliyopita. Umeona, katika kwa tumeanza jijini Mwanza miaka 2 iliyopita, kwa hiyo tukajikuta tunaunganisha ubunifu mbalimbali kwenye eneo moja: muziki, sanaa ya uoni au visual art, mashairi, ujasiriamali na kadhalika. Umeona, kwa tumeenda tumefanya matukio 7 jijini Mwanza. Kwa hiyo tukafika stage sasa tumeona tukio letu limekuwa na sasa ni muda rasmi wa kuhamia Dar es Salaam. Sasa kwenye kujibu swali lako hilo kwamba kati ya initiative gani ambazo tunazifanya kwenye tukio letu ambalo tunatarajia kulifanya mwezi huu hapa wiki ijayo tarehe 27, hii Five and Friends, sasa tutakuwa pia tuna mental health corner kati ya partners wetu ambao tumepartner nao kuweza kufanya hili tukio, wanaitwa Youth in Mind. Youth in Mind wenyewe wanatumia njia mbalimbali kuadvocate mambo ya mental health. Kwa hiyo tutakuwa na sehemu inaitwa mental health corner. Kwa hiyo mtu atakuja, wasanii ni sehemu yao pia hiyo, kwamba bana kuna 1 2 3. Kwa mtu wa Youth in Mind atamuelezea okay, wewe unachopitia ni hiki utafanya. Lakini pia ukiachana hivyo, kuna rafiki yangu yeye ni mtaalamu kabisa
wa mambo ya nini tuseme therapy, sijui kwa Kiswahili inaitwaje, unasihi. Yeye ni mnasihi, therapist, anaitwa George. Kuna initiative pia tumeongea naye na yeye alisema namtarajia kwenye uwepo pia wa Five and Friends. Kwa hiyo akiwepo na yeye anaweza kupata wasaa, na tunaangalia namna ambavyo tutazidi kuiweka kabisa program ya mental health kwenye matukio yetu kama Five and Friends au miradi mingine ambayo tunaifikiria. Kwa hiyo ambacho unachotaka kukifanya ni kitu kikubwa, lakini mara nyingi wasanii ama watu wengi wamekuwa hawana muamko kushiriki kwenye vitu vya namna hii. Mikakati gani unaitumia ili kuweza kuhakikisha kwamba salamu hizi zinawafikia na wanakuwa moja kati ya washiriki kwenye jambo hili la muhimu? Ndio maana tunafanya matangazo, tunafanya promotion, mfano social media, tunawaambia watu waga mara nyingi wamekuwa na ile notion ya kwamba hichi kitu nahisi kama sikihitaji au nahisi kama nakihitaji. Kwa hiyo inabidi wewe umuonyeshe kwamba bana, wewe hiki kitu unakihitaji, inabidi ufike kwenye hili tukio. Kwa hiyo mimi ningependa kuwashawishi sana wasanii waweze kufika, na hata kama wasipofika kwenye hili tukio bado tutawaletea mradi mwingine ambao utawahusu moja kwa moja. Kwa hiyo hata kama wasipokuja pia huo mradi tena utashiriki kwenye mradi, labda utakuja kama ni darasani, kwenye workshop, kwenye seminar. Kama ikishindikana hivyo pia tutaposti maudhui kwenye mitandao ya kijamii na majukwaa mengine ya kidijitali mpaka tutakapokufikia. Kwa hiyo tutazidi kuhubiri hiyo injili. Umetumiaje nafasi yako ya muziki na kujiingiza katika upande wa kusemea masuala ya afya akili mpaka kupata platform ambayo inakuwezesha kuweza kufanya matamasha namna hii? Maana wengi wanaweza kuwa na mawazo lakini wakafeli njiani, wakashindwa kuweza kutimiza kile ambacho wamekiadhimia ndani yake. Mimi nadhani ukiachana na kuwa na wazo na malengo, uthubutu ni kitu cha msingi sana, kwa sababu duniani kinachowatofautisha watu wengi ambao wamefanikiwa pengine na ambao hawajafanikiwa huwa sio mawazo. Yani kila mtu duniani ana mawazo. Unaweza kukuta una wazo la biashara. Mimi mfano, kuna jamaa yangu nilimuonyesha wazo la festival moja. Hiyo festival inafanyika na muonyesha bana, hii festival mimi niliandika 2023 wazo hili hapa, lakini watu wamelifanya. Kwa hiyo utofauti pia ni kwamba mawazo kama haya inabidi yafanyike. Yani uishi tu kuwa na wazo, na unalifanyaje kwa ubora zaidi? Kulifanya kwa ubora zaidi ndio hivyo kujifunza kwa watu wengine ambao pia wanafanya. Mfano mimi nimekuwa mhudhuriaji wa nini inaitwa summit, mkutano wa afya ya akili ambao mimi ni delegate kabisa. Nilianza mwaka jana 2025. Mwaka huu pia nimeshiriki na delegation yetu inaenda mpaka 2027. Kwa hiyo kushiriki kwenye mikutano mbalimbali, kusikia pia stories za watu wengine na namna ambavyo tunaweza tukafanya, imekuwa ni chachu kubwa kwangu mimi kuweza kushiriki na kuleta platform ambayo nimeleta. Kwa hiyo ni zaidi ya kuwa na wazo. Yani ni zaidi ya kuwa na wazo, kwa sababu kila mtu ana wazo. Hamna mtu ambaye ana wazo. Sasa kuna neno nimesikia, salamu mzizima. Ni kitu gani hiki? Okay, salamu mzizima ni theme ya Five and Friends, ambapo Five and Friends kwa Kiswahili pia ni Fivara na marafiki. Yani hii Five ni jina lako hilo, wewe na marafiki zako. Fivara na marafiki. Hii Five tu FIV tumeifupisha Fivara na marafiki, na ni tukio ambalo linatukutanisha kwa pamoja kusherekea urafiki wetu huku tukisherekea pia vipaji vyetu, na limekuwa linaleta vitu mbalimbali sehemu moja. Nilikutajia muziki, kuna uchoraji, kuna wajasiriamali, kuna fashion, vitu tofauti tofauti. Sasa salamu mzizima inakuja wapi? Sisi toka tumeanza tukio la kwanza mpaka tunafika tukio la 8, utofauti wa tukio letu tumekuwa tuna theme. Sawa, tukio la kwanza liliitwa hatua ya kwanza. Kwa maana hiyo ni hatua ya kwanza kweli. La pili taswira halisi, la tatu cheza na rangi, la 4 kila kitu ndani, la 5 ikawa harakati na burudani, la 6 still get buzz, la 7 smart sana. Sasa hayo matukio yote 7 tulifanya tukio Mwanza. Na sasa tumefika stage ambayo tukio letu limekuwa na tumekuwa tukipata hiyo demand, tunahitajika Dar es Salaam. Na pia tukaona okay, ni muda ambao pia sisi tukio letu lifike Dar. Kwenye kufika Dar tukafikiria sasa Dar tunaenda na theme ipi? Neno Dar es Salaam, ile salamu mwishoni tukaichukua salamu ikimaanisha salamu. Lakini pia mzizima
ni neno la Kizaramo likimaanisha Dar es Salaam, japo huwa sijajuaga maana yake moja kwa moja ni nini. Kwa hiyo tukachukua salam na mzizima. Kwa hiyo salam mzizima ni kwamba hello Dar es Salaam, au tunawasalimia wana Dar es Salaam na wana Dar es Salaam wanatusalimia sisi. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza kwenye tamaduni zetu za Kitanzania tunapokutana nyumbani, mtoto akiamka anamsalimia baba au pia wazazi au washikaji au nani, mnapoamka mnasalimiana. Kwa hiyo salamu mzizima tunakutana kusalimiana, tumelileta tukio kwa mara ya kwanza Five and Friends. Fivara hakuna kitu rahisi sana. Kila jambo lina ugumu wake, lakini kuna njia na safari za kupita mpaka ufike, maana yake inahitaji moyo kweli kweli wa uthubutu kama ulivyosema, na kutokata tamaa. Kwa upande wako kuna changamoto zozote ambazo leo kukutana nazo zikawa kama vile ndo nyenzo ya kukujenga zaidi na kukufunza kitu kwenda nacho? Mimi mfano kati ya vitu ambavyo naamini vimekuwa ni chachu ya mimi kwenda na kupambania ndoto zangu ambavyo nazipambania, kwanza ni watu kutoamini kitu ninachokifanya. So watu wote, kwa sababu na watu wengi ambao 98% labda tuseme ya watu ambao wananifahamu ni watu ambao wana support kitu ninachokifanya. Umeona? Kwa hiyo hiyo 2% labda ukikutana na mtu ambaye haamini katika kitu ninachokifanya, bana na muziki wako sijui nini, huyo ni kati ya sababu ya mimi kupush na kwenda ambapo mimi nataka kwenda. Lakini pia tukikaa tukiangalia mazingira ambayo tunatoka, maana mimi familia nayotoka ni familia ya kati tu ya maisha ya kawaida. Kwa hiyo nikikaa nikiangalia naona wazazi wangu, mama yangu tuseme, kwa sababu mzee alishatangulia kwamba mama yangu anahitaji maisha mazuri zaidi, anahitaji kupata vitu fulani, nataka afurahi, ajivunie mimi vitu ambavyo navifanya. Wadogo zangu pia, unajua maisha ambayo tunatoka ni chachu ya mimi kufanya vitu ambavyo navifanya. Lakini pia hata losses ambazo nisha kuzipitia, yani kupoteza watu ambao nimewapoteza, watu ambao ni watu wa muhimu sana kwangu, kama hivyo baba yangu au kaka yangu wa kwanza, ni pia na yenyewe ni hiyo chachu kwamba bana tumepoteza huku, lakini huku kupoteza hii energy tunaweza tukaibadilisha, kwa sababu energy haipotei, unaibadilisha tu. Inaweza ikatoka kuwa joto ikaenda ikawaka kama taa, ikaenda ikafanyaje hivyo. Sawa. Dakika zinatutupa mkono. Mimi natamani tuzungumze mengi sana Fivara, lakini muda hauturuhusu kuzungumza kiasi hicho. 14 nitahitaji wimbo kidogo hapa. Fivara hatujaimba naye muda hapa. Maana tumesikia wimbo mmoja tu ule, lakini kuna harakati nyingi na nyimbo nyingi ndani yake, ili watu tujue kweli anafanya kazi ya sanaa pamoja na harakati nyinginezo. Kabla tuelekea kwenye burudani, wasanii wengi wanategemea shows kama chanzo kikuu cha mapato. Ndio. Ni kwa namna ipi wanaweza kutumia nafasi nyinginezo kutengeneza nafasi ya kipato katika njia nyinginezo? Maana wewe umejaribu na tunaona bila shaka kinakulipa. Exactly. Njia nyingine ambazo wasanii wanaweza kuzijaribu, mfano kuna kitu kinaitwa catalog au bodies of work. Kwa watu wa hip hop sisi tumekuwa tukifanya kwa muda mrefu. Wenzetu wa kuimba wenyewe waliachaga album, kutoa album, EPs, mixtape, ambapo ukitoa, sisi huko watu wa hip hop tuna kitu kinaitwa direct to consumer. Kwamba mimi napotoa album naitangaza kupitia mitandao yangu ya kijamii, platform zangu nilizonazo, alafu watu sasa waninunua moja kwa moja kutoka kwangu, na napowatumia nawatumia katika mfumo wa soft copy. Inakuwa labda ni WhatsApp document, inaweza kawa ni kwenye email au kwenye Telegram. Hiyo ni njia moja wapo ya kipato. Lakini hiyo catalog pia unaweza kaiuza kwenye mitandao ya kijamii, kwenye majukwaa ya kidijitali. Japo pia huko na penyewe sasa pana elimu yake pana zaidi, kwa sababu kumekuwa kuna malalamiko mengi ya namna ambavyo haya majukwaa yakiwalipa watu, kwa sababu unashangaa stream moja ni $0.00 ngapi. Sasa $0.00 mpaka uje upate hela ambayo unaweza ukalipa kodi au ukalipa ada ya mwanao ni kipengele. Kwa hiyo kwenye catalog unaweza ukauza mwenyewe au ukauza kwenye majukwaa ya kidijitali, ni njia moja wapo. Lakini avenue nyingine unaweza kaiangalia ni kupitia kuuza bidhaa tofauti. Kwa mfano kama hapa mimi nimevaa Five and Friends, hii hapa t-shirt inapatikana, inauzwa. Hatua, hizo bidhaa pia zinauzwa. Mfano Hatua tuna t-shirt, tuna kofia, tuna masweta, tuna notebook, tuna mabegi, tuna tote bags, tuna vitu kibao na vitu, kwa hiyo ukiachana na harakati zako za kusemea masuala ya afya ya akili katika upande wa muziki, nini kikubwa tutarajie baada ya hapa? Baada ya hapa
Hapa nadhani kitu kinachofuata ni Five and Friends, hiyo tarehe 27 mwezi wa 6 ambao tunaifanya hapa Dar es Salaam, venue ikiwa ni Eco Sanaa Hub pale. Watu wachukue tiketi za mapema kabisa, au sio, kwenye platform inaitwa Haso Sasa. Tiketi ni shilingi 10,000 kwa 45, ambapo 10,000 ni regular, hiyo kawaida, ukichukua utaingia, uta have fun na nini. 45 ni Mzizima experience, ambapo watu wanachora, watakuwa wana sip kama ni kinywaji ambacho atakichagua yeye pale, atahudumiwa na watu, atakuwa na snacks, anakula huko, anachora watoto, watu wazima wanani hivyo. Kwa hiyo Five and Friends ndio jambo linalofuata hiyo tarehe 27 wiki ijayo. Baada ya hapo pia kuna kazi nyingi zinazokuja, kutakuwa kuna videos, kuna events, kuna vitu tofauti. Na uzuri wa Fivara ni kwamba mimi ni msanii ambaye huasipoi. Mimi siishiwi activity. Yaani mimi unaweza kaona leo na activity hii, kesho unaniona kwenye activity nyingine. Yaani mimi hata nisipotoa ngoma bado huwa niko active. Hongera sana. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.